Episode ya 11 inaanza na Hwang akifurahi sana kwamba anapata kumkamata mtu. Tena sio mtu tu, mtu ambaye hampendi sana. Kumbe Yohani amefanya onekane kama vile Yongshik ndiye aliyemuua baba yake Do Kyung. Wakati huo Hwang hatimaye anatambua jinsi kila kitu katika ulimwengu wa polisi kilivyo cha udanganyifu. Yongshik amekamatwa na Eun-bi anafanya kila awezalo kuweza kuzuia. Lakini ni wazi kwamba hakuna anachoweza kukifanya. Yongshik haelewi jinsi kuna ushahidi wowote wa hata kufanya chochote kabisa. Tena kwa mtu mkubwa kama mbunge, yani yeye na ulo life wake atakutanaje na mbunge mpaka amue. Lakini tayari tunajua jinsi mpangilio huu unavyofanya kazi kufikia mpaka sasa. Wang anamsumbua zaidi Yongshik kwa kudokeza kwamba anamfanyia Eun-bi akamatwe pia. Lakini Yongshik anakuwa mkali sana kila anaposikia kuhusu masuala ya design na dhuluma kwa binti yake. Wakati huo Taejong anapata habari kuhusu kukamatwa kwa rafiki yake na anakimbia haraka kumfuata ama kumtafuta Eun-bi aone kwamba Eun-bi anaendeleaje. Lakini Eun-bi hapatikani hadi anaposikia sauti kutoka mlangoni. Kumbe alikuwa ni Eun-bi yuko pale akijaribu kusafisha michoro inayosema babake ni muuaji kwenye milango ya duka. Eun-bi haelewi ni kwa nini babake angechukua lawama kwa jambo ambalo hajalifanya kabisa, na Taejong hawezi kuelezea kabisa kwamba mambo anafanya kazi, lakini anaahidi kumtoa babake. Kwa upande mwingine, Yohani na yaya wake wanapanga mpango wa hatimaye kujireveal kama msanii wa vipande vyote vya sanaa vya jamaa yule ambaye anaitwa Aleris. So iko hivi, kumbe ile michoro ambayo watu hununua katika auction tena kwa bei ya juu ili kumpa Yohani kama zawadi ya kusolve vipengele vyao, yeye ndo ambaye anaidesign. Kwa hiyo kwa ufupi, watu humnunulia kazi zake yeye mwenyewe bila wao kujijua. Taejong na Yohani wanazungumza, anaambia ana nafasi moja tu ya kumwokoa Yongshik, lakini lazima achague kwa busara. Kimsingi ni mpaka ule ule, anaenda kwenye kibanda cha simu. Kwa wakati huu kuna hundi tupu na kisu ambacho Yohani alikitumia kumuua Baek. Sasa katika kumbukumbu tunaona kwamba ni kwa nini Eun-bi aligeuka kuwa mtu wa aina hii ya hasira kila muda. Babake alipokamatwa kwa mara ya kwanza hakutaka kabisa amtembelee gerezani na akafanya ionekane kama vile alikuwa akikata kabisa uhusiano na yeye. Hii ni jambo baya sana kwa mtoto kupitia, na alimpenda babake wazi na kuamini kwamba alikuwa na hatia ya kifo cha mamake. Ndio maana kila wakati anaonekana kama anamchukia jamaa huyo, ingawa anamjali kweli. Na alipotoka gerezani hakujua la kufanya akiwa naye. Pia hakuwa na makazi, lakini Eun-bi alifanya ionekane kama vile angeweza kukaa naye tu ikiwa angelipa kodi ya nyumba. Ni wazi anachojali sana ni usalama wake, japo hataki kukiri kabisa. Si alimkataa mwanzo, ndio maana ameamua afanye mambo kidesign. Eun-bi anamtembelea babake gerezani, anaambia mambo ya siri ambayo yanakufanya utambue kwamba atakubali kwamba yeye alimuua mbunge. Lakini akaishia kuachiliwa huru na Taejong amesema pale pale anapelekwa gerezani. Taejong akiwa gerezani, Yohani anafika, anaambia jinsi alivyokuwa akijiuliza kwa nini Yohani alikuwa akifanya haya yote, lakini akagundua kuwa ni mtoto tu. Yohani anapotoka nje anazungumza na mlinzi na kumwambia amuue Taejong haraka iwezekanavyo. Licha ya Taejong kuhitaji kuhojiwa zaidi, Yohani anamuuliza Taejong kwenye safari kwa nini alimpa vitu vyote kwenye kabati. Taejong anasema kwamba alimuona yeye kama mtu pekee angeweza kumwamini kufanya jambo sahihi, lakini Taejong pia anafichua kwamba amemaliza kukimbia na yuko sawa na ukweli kwamba angeweza kumwokoa Yongshik kwa kuisalimisha tu mahakamani. Cha kushangaza, Wang anashika usukani dereva anapoelekea chooni walipokubaliana wapumzike, na anaendesha gari kutoka hapo alipo hadi sehemu nyingine. Wang anamwachia Taejong aende sababu Wang mwenyewe alisikia Warden akikubali Taejong aweze kuuawa akiwa gerezani, na hivyo ni dhuluma ambayo Wang hawezi kabisa kuiangalia ikitendeka. Anaambia pia kwamba wakati mwingine watakapokutana anatumai kwamba hawatakutana gerezani na watakutana katika circumstances ambazo ni nzuri zaidi. Taejong anapokimbia kuvuka handaki, upande wa pili Yongshik na Eun-bi wanamsubiri. Hwang anaporudi gerezani baada ya kujiuliza amejiingiza katika mambo gani hasa kumwachia Taejong, akaisha kumpiga Warden kwa kuwa mwepesi sana na kushindwa kutekeleza majukumu yake. Wakati huo Yohani anawasili kwenye maonyesho yake ya sanaa. Hakuna mtu bado anajua kwamba yeye ndiye msanii halisi ambaye anachonga hizi kazi, ambaye watu wamekuwa wakisubiri sana kumuona katika kipande chake cha 100 ambacho alikuwa kipigwa mnada katika tukio hilo. Taejong yeye akawa akiwapeleka Yongshik pamoja na Eun-bi nyumbani kwa mama yake, ambapo Yohani huenda asingeweka kamera zozote. Wakati huo afisa anamfanya Warden ampige simu Yohani na kumwambia kwamba Taejong alijiua katika safari ya kuja magereza. Hata hivyo, Yohani anaonekana kutambua kwamba mlinzi anatishiwa na mtu kwa namna jinsi ambavyo anaongea. Taejong na marafiki zake wanamchunguza Alex na kugundua kwamba mnada ulifanyika kila wakati alipokuwa na mauaji. Wanagundua kwamba sanamu hizo zilikuwa malipo ya kuficha mauaji yao. Kule gerezani, maafisa wa mambo ya ndani wanafika, lakini wanamchukua afisa badala ya kumchukua Warden. Warden anamwambia jamani, nilikwambia. Lakini siku iliyofuata mnada wa sanamu ya 100 ya Alex unaanza. Mlezi wa Yohani
anawinda, lakini anaipoteza sanamu hiyo kwa mgeni katika chumba cha faragha ambaye anakubali kulipa won bilioni 10 kwa ajili ya sanamu hiyo. Yohani na mlinzi wake wanaingia chumbani huko na kumkuta Do Kyung aliyefungwa bandage kwenye kiti cha majeruhi. Flashback yaonyesha kumbe Do Kyung hakufa kamwe. Taejong alimtembelea hospitalini na akafanya makubaliano naye. Kwa sasa Do Kyung anawaambia maafisa wa polisi wamkamata Yohani. Do Kyung kisha anawapa polisi kila kitu alichonacho kuhusu Yohani, hata kama kinamhusu yeye mwenyewe, kama ushahidi wa yeye kukiri kwamba Yohani ndiye muuni katika swala hili. Kwenye jumba la sanaa kule, msururu wa maroli unaondoka na sanamu za Ariel kuelekea ya nyumba ya kwa kibwana Yohani. Lakini wakiwa njiani, marafiki zake Taejong wakapita na kigari chao kidogo na kujifanya kama vile kimeharibika pale pale. Basi wakaanza kuwaomba radhi wale jamaa. Taejong sasa akawa anaingia kisiri siri na moja ya maroli, kisha anamwambia Eunb ambaye anaangalia kwa mbali kwamba aende nyumbani na kukaa na baba yake. Yohani anapowekwa selo, ghafla van nyeusi 3 zinaingia. Kumbe ni jamaa yake Doksu. Yeye na genge yake wanavamia kituo cha polisi na kuua kila mtu aliyokuwa ndani, akiwemo mpelelezi yule ambaye alikuwa akisaidiana na Yohani, ambaye kumbuka mwanzo ndio alikuwa akifanikisha mishe zote za Yohani. Doksu anamsindikiza Yohani hadi nje kwenye gari lake, ambako kule assassin wa Yohani akawa amekaa akimsubiri. Alipofika pale, akatoa maelekezo kwamba bwana dada akadili na vitu vingine. Yeye akatoka moja kwa moja hadi hospitalini na kumnyonga Do Kyung, huku yule assassin akaelekea paka kwa Yongshik. Mpaka Eunb anafika nyumbani, assassin tayari alikuwa amemchoma kisu baba yake, na sasa akahamia ili aweze kummaliza naye, yani Eunb. Kule kwenye nyumba ya Yohani, wafanyakazi waliokuja na malori wakawa wakimaliza kutia zile kazi za sanaa kisha waondoke zao. Muda huo Taejong akawa time na kubakia ndani. Yohani machali akamcheza kwamba Taejong ni lazima atakuwa amekwenda huko, hivyo akawa na wahi basi kwenda kudili naye. Taejong mwenyewe akiwa anazurura mule ndani kwa Yohani, anafika kwenye ile screen kubwa sana la matukio. Taejong akanyofua hard disk, maana alijua tu zitakuwa na kila kitu ambacho anakihitaji. Mara alarm zikaanza kulia, ikabidi escape chap sana. Anatoka nje, anamkuta Deoksu hajakaa sawa, watu wake wamemzingira. Ngumi zikaanza kulika huko ndani, ila Taejong akafanikiwa kuwakalisha wote chini. Punde akatokea Yohani, akachomoa upanga wake tayari kwa ajili ya kuondoka na mtu. Anaambia brother, nilijua tu kwamba utakuja huko. Sasa hiyo hard disk haina kitu, kila malighafi iko kwenye hii panga yangu. Yaani ile panga upande mmoja ni upanga, lakini upande mwingine ni storage ya flash ambayo ina kila kitu ambacho Yohani anakihitaji. Anaambia hiyo hard disk ukifungua utakuta kwamba hamna shuhudi. Akiwa anamwambia hayo, yule assassin aliyomtuma akatokeza akiwa amemshikilia Eunb. Anaambia huyu kijana nitamwachia kama tu ukimaliza Deoksu. Taejong naye alikuwa shajua madili ya huyu jamaa jinsi ambavyo anaenda. Akaamua tu kutupa kisu chini. Jamaa anambia sasa nitakuua na kumframe Eunb kwa hilo. Wakiwa wamezuba sababu ya Yohani kujigamba, Taejong anaokota kisu, alafu Eunb anamsukuma yule bidada. Akadili na assassin kwanza, mwisho akamalizana na Yohani, akamchoma upanga na kuusukumeza mpaka kwenye ile screen yake kubwa anayotumiaga. Jamaa anambia wewe nimalize tu ili wewe umekamilisha mission yako. Taejong anasema hapana, acha mahakama ikushughulikie. Sasa kutoka hapo sini inahamia mpaka miezi kadhaa mbele. Yongshik yuko zake hospitali, alafu Eunb anamtazama. Habari za ripoti kuhusu kifo cha Yohani kwenye nyumba yake ya kitajiri ambacho kilitokana na moto, kisha mambo yake yote nayo ndio anawekwa wazi watu kujua. Hilo likafanya miezi 6 baadaye mahakama iamue kuwa Taejong alikuwa hana hatia kabisa katika kisa ambacho alikuwa anamkabili. Lakini tukubaliana kwamba ameshalipa mangapi mpaka sasa sababu ya serikali na mfumo wake ya haki kufeli. Mdogo wake hayupo, mchumba wake kamkacha, maisha yake ya miaka aliyotumia jela kukimbizana na Yohani, akikuwa muda wote anafanya shughuli zake za maendeleo. Lakini basi akajifunga kibwebu na kufungua mgawa wake rasmi, kisha tunamwona ofisa anakuja kwa jamaa kumsalimia na kumpa ua ambao alikuwa akilitunza kule gerezani. Na inaonekana hapo mgawani anasaidizana na mzee Yongshik pia, na tunaona wakila na kufurahia pamoja na Eunb na rafiki zake Taejong. Series inaisha kwa mtu mwingine tena katika kiti cha Yohani anatazama big screen. Au ni ule nani kipofu? I don't know. Asante sana kutazama series hii. Mimi naitwa Winani. Coming up next ni sinema kali sana inaitwa Destined with You. Ciao.